kaimu afisa uhamiaji wilaya ya Ngara. Na mimi namshukuru mkuu wa wilaya kwa kunipa nafasi niweze kuzungumza nanyi, na bahati nzuri kabisa mkuu wa wilaya ameelezea vizuri sana swala la wahamiaji haramu. Kabla sijalielezea, nitaje majukumu machache ambayo tunayafanya sisi kama uhamiaji. Moja ya jukumu la uhamiaji ni kuwezesha na kudhibiti uingiaji na utokaji wa watu, kwa maana kwamba inawezekana ikawa ni Mtanzania au mgeni anayetaka kuingia Tanzania, au sisi wenyewe wa Tanzania tunapotoka nje ya nchi. Kwa hiyo jukumu kubwa letu sisi watu wa uhamiaji ni kudhibiti hiyo, kuhakikisha mtu anayetoka nje ya nchi awe na kibali na anayeingia awe na kibali. Unaelewana? Lakini jukumu jingine ni kutoa uraia. Kuna watu ambao wanatoka nje ya nchi wanapapenda hapa kwetu, kwa hiyo wanatamani kuishi hapa, kuendelea kuishi hapa maisha yao yote, kwa hiyo tunawapa uraia. Jukumu jingine ni kuwezesha upatikanaji wa vitambulisho vya taifa kwa maana ya NIDA. Kumbe mtu kabla ya kupata NIDA ni lazima apite uhamiaji, tumhoji, tujiridhishe kwamba yeye ni raia halali wa Tanzania, na hata kama ni mgeni kwamba anastahili kupata hicho kitambulisho. Unaelewana? Sasa baada ya kusema hayo, na kwa sababu Mheshimiwa mkuu wa wilaya alielezea vizuri swala la wahamiaji haramu, niongezee mambo machache. Kumbe wageni au raia wa kigeni sio kwamba sisi tunawachukia. Sisi tunawataka sana kwa sababu wanatusaidia shughuli nyingi zikiwemo za kilimo, kuchunga na mambo mengine, si ndio? Katika kipindi ambacho watoto wetu wanakuwa wameenda shule. Kwa hiyo sisi tunawatumia. Isipokuwa sisi changamoto yetu tunataka hao wageni wafate utaratibu wa kuingia. Utaratibu ni pamoja na kupita kwenye mipaka, kwenye maeneo rasmi ambayo yameidhinishwa, ikiwemo Mlusagamba, Rusumo na Kabanga kwa wilaya yetu ya Ngara. Unaelewana? Kwa hiyo kumbe mtu akipita njia nyingine yoyote ile, huyo tunamuita mhamiaji haramu na hastahili kuwepo kwenye mazingira yetu. Sasa naamini kwamba kwenye mazingira yetu tunakotoka tuna wahamiaji haramu wengi sana. Jukumu la kuhakikisha hao hawaingii sio la watu wa uhamiaji peke yake, ni la watu wote. Tukishirikiana sisi wananchi tukasema kwamba hatuwezi kupokea mtu yoyote wa kutoka nje kuja kutufanyia kazi bila ya kuwa na kibali, manake tutakuwa tumesaidia sana. Sasa uhamiaji imeanzisha kampeni ya mjue jirani yako. Lengo ni kutoa elimu kwa wananchi. Inawezekana kumbe tunawakamata watu hawana elimu juu ya masuala ya uhamiaji. Tukasema kwamba tuwape elimu ili tukija kuwakamata msiwe na kisingizio kwamba tulikuwa hatujui. Japokuwa kwa mujibu wa sheria kutokujua au kujua hakukupi kinga wewe ya kushtakiwa. Lakini tukasema kwamba ni watu wetu ambao tunawashtaki na hayo makosa ya kiuhamiaji. Kwa hiyo kumbe kama ni watu wetu tuna jukumu la kuhakikisha tunawapa elimu ili wasiingie kwenye huo mtego. Unaelewana ndugu zangu? Baada ya kuelezea hilo, naomba nielezee mambo machache kama matatu hivi, ili naamini nikielezea hapa sitapata maswali. La kwanza ni wale ambao wameolewa au kuoa. Kuna raia wa kigeni ambao wamekuja humu wameolewa, si ndio? Lakini pia kuna wanaume ambao wamekuja humu wameoa dada zetu. Sasa kuna utaratibu wa kufanya hayo mambo. Cha kwanza, huyo mgeni ambaye amekuja kuolewa au amekuja huko ameoa, anatakiwa apite kwenye mpaka rasmi, kwenye njia rasmi kwa maana ya Rusumo, Kabanga au Mlusagamba, na ahakikishe ana passport. Akishafika huku anatakiwa afunge ndoa rasmi. Unaelewana? Kwa wale ambao wameoa au wameolewa wanatakiwa kufuata hizo taratibu. Afunge ndoa rasmi, inawezekana ikawa ya kanisani
au ya kimila. Baada ya hapo unatakiwa ufike ofisi ya uhamiaji kwa ajili ya kupata mchakato wa kupata kibali cha kuishi Tanzania, na kibali hicho ni kibali cha utegemezi. Vibali vyote vinapatikana ofisi ya uhamiaji Ngara. Unaelewana? Kwa hiyo kumbe wale wote ambao wanajua kwamba wewe ameoa raia wa kigeni hana kibali chochote, au raia wa kigeni amekuja ameoa anaishi Tanzania, uhakikishe unafuata hiyo michakato yote, kwa maana urudi kwenu ukachukue passport, upite kwenye njia rasmi, na baada ya kufika huku uhakikishe unafunga ndoa. Ukishafunga ndoa yoyote ile, hata kama ni ya kimila, sio lazima ya dini, hata kama ni ya kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya pale, ukienda unafunga ndoa. Baada ya hapo unakuja ofisi ya uhamiaji, tunakupa kibali cha kuendelea kuishi. Na vibali kwa mtu ambaye ameoa au ameolewa ni kizuri, kwa sababu kinakusogeza wewe kwenye nafasi ya kupata uraia. Unaelewana? Kinakusogeza wewe kwenye nafasi ya kupata uraia. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tuvizingatie. Inawezekana huko nyuma hizi taratibu hazikuongelewa sana, kwa sababu sheria hizi zimekuwepo, tumezipokea kutoka kwa wakoloni. Labda pengine hatukupata nafasi ya kujifunza zaidi juu ya hizi sheria na taratibu. Kwa hiyo kumbe sasa hivi tuna jukumu la kuwakumbusha ili muweze kuzifuata hizo taratibu. Na baada ya hapo hakutakuwa na sababu yoyote ile ya wewe kukufanya uendelee kuishi na mhamiaji haramu eti kwa sababu ni mke wako au mume wako bila kufuata taratibu. Swala jingine ni wale ambao wanafanya vibarua. Tuna wageni wengi sana ambao wametoka nje ya nchi wanafanya vibarua, wanatulimia, wanatuchungia. Tumewaajiri kwenye shughuli mbalimbali za kijamii. Tupo nao kwenye majumba yetu, si ndio? Hawa nao wana utaratibu wao ambao wanatakiwa waufate. Utaratibu namba moja ni huo, lazima hao wamepita kwenye mpaka wetu pale boda, Rusumo, Kabanga au Mlusagamba, ambapo tunaamini kwamba kama akipita pale lazima atakuwa na passport, ndio, na ataruhusiwa kuingia Tanzania. Akishafika hapa akaja kwako anatafuta kibali na anatafuta kazi na ana kibali, cha kwanza unatakiwa uje naye ofisi ya uhamiaji. Tayari mtu ana kibali, wewe unaogopa nini? Hata kama huwezi kukitafsiri, sisi ukija pale tutakusaidia. Na sisi tunawapokea watu ambao wanakuja, hata kama amekuja na kibali chochote ambacho wewe ukielewi, mlete kwanza ofisini. Sisi tutakitafsiri kile kibali na tutakwambia kama kinafaa au hakifai. Unaelewana? Kwa hiyo sasa kumbe akishapita pale mpaka wetu wa Kabanga au Rusumo au Mlusagamba, akishafika huku amekuja kwako anatafuta kibarua, anatafuta kazi, mlete ofisi ya uhamiaji pale Ngara. Ukishamleta pale ofisini, kuna kibali utapewa. Kuna kibali sasa hivi kimeletwa baada ya kuona kwamba kuna changamoto. Zamani kwa nyuma hapa vibali vilikuwa na bei kubwa. Kwa hiyo sasa hivi idara imetengeneza kibali kingine kwa watu ambao wanakuja kufanya kazi za msimu. Kibali unalipia shilingi 10,000 kwa mwezi, ambayo wewe unaweza ukakubaliana naye kwamba wewe, mimi nakulipa shilingi 30,000 kwa mwezi, lakini nitakulipa 20,000, 10,000 nitaenda kulipia kibali chako ambacho kinalipwa kwa miezi 3 au miezi 6. Kwa hiyo ukishalipia hicho kibali, kwa maana kama ni miezi 3 shilingi 30,000, kama ni miezi 6 ni shilingi 60,000, anaruhusiwa kukufanyia kazi huyo raia wa kigeni. Unaelewana ndugu zangu? Kumbe wale wote ambao wapo huko kwenye mashamba yenu, hatutegemei kesho tuje tuwakute hawana vibali. Na mimi naamini hapa naeleweka vizuri. Kuanzia leo hao wote wanatakiwa warudi kwao, wakatafute passport, wapite kwenye njia rasmi, kwa maana ya Kabanga, kama ni Rusumo, kama ni Mlusagamba.
Baada ya hapo, wakishafika, wewe tajiri yake unakuja naye ofisi ya uhamiaji. Ukifika hapo utapewa kibali ambacho kitakuruhusu wewe kuendelea naye huyo mtu.